Leo ni Ijumaa ya Novemba 7 mwaka huu 2025. Mtazamaji wa Uhondo TV, karibu ni kupitisha katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Mwananchi. Wasanii na mashabiki katikati ya mvutano, wakosolewa kwa kukalia kimya matatizo ya kijamii, baadhi yao wapoteza mali kwenye maandamano, watoa matamko ya kufariji umma na kubainisha misimamo yao mipya. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. ACT yaandaa wafuasi wake kuelekea SUK. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Mwananchi. IGP wengine 4 kotini kwa kumshikilia John Heche. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Unaibu spika ulivyokuwa ngazi ya kufikia uspika. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi. Kibarua kilichopo mbele ya Rais Samia Dar na mikoani wakati Rais Samia Suluhu Hassan akila kiapo kuongoza kwa miaka 5 ijayo. Mambo 10 mahususi yanamsubiri katika kipindi cha pili cha utawala wake. Samia aliapishwa Jumatatu na Jaji Mkuu George Masaju. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Mambo 10 yatakayokusaidia kuondokana na kiwewe. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, utaifa kwanza. TEF ya shauri kujisahihisha kuzungumza. Tume haki za binadamu kufanya uchunguzi kulinda amani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wanasaikolojia watoa tiba utulivu wa akili. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mwanasheria mkuu Zanzibar aahidi mapitio ya sheria. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Abdullah Maulidi warudi kwenye nafasi zao Zanzibar. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wagombea urais upinzani wataka 4R iwe sheria. Washauri vyama vyote vitekeleze. Wahimiza ustahimilivu. Watoa rai viongozi wasichochee chuki wafuasi wao. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi, Othman ahimiza umoja na mshikamano. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Dr. Mwinyi amteua Hemedi makamu wa pili wa rais Zanzibar, amwapisha mwanasheria mkuu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Zuberi atetea kiti cha uspika BLW. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Wananchi waipongeza SMZ kujenga mahakama mpya. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Tukihamia katika gazeti la Uhuru vijijini, amani utulivu vyazidi kuimarika. MRC wafunguka wananchi wanavyoendelea na shughuli za kijamii na kiuchumi. Wasisitiza hali ya ulinzi na usalama imeendelea kuwepo maeneo tofauti nchini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru vijijini. Maulidi spika tena wa baraza la wawakilishi. Wajumbe wa baraza la wawakilishi wamemchagua tena Zuberi Ali Maulidi kuwa spika wa baraza hilo kwa kipindi cha miaka 5 baada ya kupata kura za wajumbe. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru vijijini. Wananchi kila kona wafurahia huduma. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru vijijini. Rais Mwinyi amwapisha Dr. Talibu Haji mwanasheria mkuu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi jana amemwapisha Dr. Talib. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru vijijini. Komoro wa Tanzania dumisheni amani yenu. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru vijijini. CCM Zanzibar yajivunia wananchi kuipa ushindi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 9
wa gazeti hili la Uhuru Vijijini. Tukihamia katika gazeti la Majira, Johari apongezwa kwa kuaminiwa na Samia. Chama cha mawakili wa serikali chasema imeonyesha wazi uteuzi huo sio wa kisiasa, waridhishwa sifa zake kitaaluma na uzoefu wake. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Bunge latangaza nafasi za ajira, vigezo vyatajwa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limetangaza nafasi za ajira kwa kada mbalimbali, ambapo limekaribisha Watanzania wenye sifa stahiki kutuma maombi yao. Lengo ni kuongeza nguvu kazi na kuboresha utendaji wa sekretarieti ya Bunge. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Othman Masoud asisitiza amani iwe kipaumbele. Aliyekuwa mgombea wa nafasi ya urais Zanzibar kupitia ACT Wazalendo, ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, Othman Masoud Othman, jana Novemba 6 mwaka huu 2025, amewasili kisiwani Pemba kwa ajili ya ziara maalum ya kikazi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Dr. Mwinyi ateua makamu wa pili wa rais Zanzibar. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. TEF pole wa Tanzania, tujisahihishe. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Majira. Marekani yasitisha kutomuunga mkono Abiy. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Putin ampongeza Dr. Samia kushinda urais. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Ujumbe maalum: amani si zawadi, ni jukumu la kila mwananchi kuilinda. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili uwe kwanza kuendelea kupata habari zetu.